Leo tunajifunza somo lenye kichwa kinachosema utumishi wa mwanaume umpendezao Bwana. Utumishi wa mwanaume umpendezao Mungu. Hii ni sehemu ya pili. Sehemu ya pili. Hem tuanze kwa maandiko alafu tutafafanua hii hoja ni nini na tutaenda katika undani wake. Hebu tuende katika kitabu kile cha Mwanzo, mlango ule wa pili. Kitabu cha Mwanzo mapema kabisa mwa Biblia, mlango wa pili wa kitabu cha Mwanzo, tusome mstari ule wa 18, mstari ule wa 18 wa kitabu cha Mwanzo mlango wa pili. Biblia inasema Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone watawahitaji kila kiumbe hai jina aliloliita. Adamu likawa hilo ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Ni mstari ambao unaongelea kidogo habari za mwanamke, lakini by the way nitangulia kusema wiki ijayo tutaangalia sehemu ya 3 inayoongelea ni utumishi upi wa mwanamke unaompendeza Mungu. Nitarejelea huu mstari kwa baadaye kidogo, nitaurejelea tena, nitafafanua. Wiki iliyopita tulianza sehemu 3. Tulianza sehemu 3 za utumishi. Maisha yenye faida mbele za Mungu wetu. Sehemu yote ambapo kitu ambacho hakina kazi, utumishi ndio kazi, si ndio? Kitu kisicho na kazi kina faida. Hata kama kuna kitu chochote kina thamani kiasi gani kishapoteza kazi. Labda una simu yako unaipenda, alafu ikawa haifanyi kazi. Ile simu automatically utaidump, utatafuta nyingine au utabaki hivi. Wewe Mungu ametuita duniani ili kusudi tuweze kutenda mapenzi yake. Hilo ni la kwanza. Lakini vile vile kuna makusudi na majukumu yanayoweka hapa duniani. Na ndio sababu tunaona katika utangulizi huu, tunaona kwenye mlango wa pili Adamu, tutakuja kurejelea na mlango wa kwanza. Adamu ana mtu wa kwanza. Adamu ni mwakilishi wa mwanadamu, ni taswira ya mwanadamu yote. Anatafutiwa mtu wa kumsaidia. Hivi unaweza kutafutiwa mtu wa kusaidia kama huna cha kufanya? Penye kuhitaji msaada, manake kuna kitu cha kufanya. Kwa hiyo tunamwona Adamu yuko pale kwa makusudi afanye kitu fulani, lakini anapewa na msaada. Kwenye kitabu hicho cha Mwanzo, turudi Mwanzo wakati tunajenga hoja hii. Kabla sijaenda hata kwenye Mwanzo, fungua Mwanzo 1:26 alafu kabla hatujasoma nifafanue. Leo hii siku ya leo, nyakati hizi tunazoishi, sina maana leo kama Jumapili. Nyakati tunazoishi au nyakati zote zile wanadamu, watu tuna tabia wanadamu kujaribu kutafuta ni nini cha makusudi yake ya kuishi hasa mbele za Mungu wake. Kama kuna mtu mwenye hekima ya namna hiyo, tupo. Lakini unakuta mtu anajaribu kuhangaika kutafuta ni namna gani ampendeze Mungu, amtumikie Mungu, kitu cha thamani. Wengine wanaweza kukuta naishia pale kwa kupeleka sadaka kwa mchungaji, anakuwa nazira. Anafikiri ndio utumishi alioitiwa. Labda hakuna ubaya moja kwa moja katika hilo. Tutoe vitu vyetu Mungu anataka na tuwape watu kulingana na mahitaji yote. Lakini kuna vitu ambavyo ni vizuri. Tuliona wiki iliyopita somo la utangulizi. Somo la kwanza la utangulizi, ngoja nikukumbushe haya masomo na napenda kurudi nyuma. Tuliona kwa ujumla mwanadamu, makusudi ya mwanadamu kwa duniani. Amtumikieje Mungu. Tukaona kwamba mapenzi ya kwanza Mungu kwa mwanadamu ni watu wote waweze kuokolewa. Na katika Yesu Kristo. Sehemu nyingine nasema Mungu hapendi watu wapotee, bali wafikirie uzima wa milele. Na Petro sehemu nyingine Petro wa pili akasema
Watu wanaweza kadhani kwamba labda Mungu anaacha dunia, muda unapita, uovu unaongezeka. Mungu anasema hapana, anafanya hivyo kama subira kusudi idadi kubwa ya watu waokolewe. Of course na wakupatia wanaongezeka. Kwa hiyo mtu unakuta watu wanahangaika kutafuta ni nini? Wewe wame kuna makusudi ya Mungu kwa kila mwanadamu. Linapokuja swala la wokovu, Mungu anataka wanaume na wanawake bila kujalisha jinsia zao wote waokolewe. Anasema wamjue Mungu Baba na Kristo aliyemtuma. Hao wote kwa pamoja. Lakini kuna vitu ambavyo Mungu alipotofautisha hizi jinsia mbili, kuna vitu alitaka mwanaume afanye na mwanamke afanye. Kama Mungu asingeona tofauti ya makusudi ya kuwa na jinsia, angemuumba Adamu. Baada ya kuona kwamba Adamu hatoshi, angemuumbia mdogo wake, akampa labda Adamu mdogo wake wa kiume mwenzake. Akaona hapana. Angempa hata simba, akasema wewe simba ana nguvu sana, ngoja nikupe. Akamletea na masimba na maumbwa. Adamu akana hapa tu majina, anasema okay, ile ulisimba peleka huko porini kali sana. Aka kaumbwa leta hapa tunashoto. Katoka anasaidia kubweka usiku. Lakini hakukamilika. Kwa hivyo tuangalie huyu Adamu, huyu mwanaume mpaka Mungu anamuumba, akamtafutia na mtu wa kumsaidia, alitaka afanye nini? Kichwa cha somo kinasema utumishi, kazi, makusudi, malengo ya mwanaume, yale yanayompendeza Mungu, yale yaliyomfanya Mungu amuumbe Adamu, amuumbe mwanaume amweke duniani. Ni nini? Na tuliona katika somo la utangulizi, tuliona kwenye mlango wa 12 kitabu cha Luka wiki iliyopita. Anasema mtu yule mtuma, sisi mtuma wa Bwana, wa Kristo. Wewe umemwamini Kristo, hujamwamini Kristo, bado uko katika jina la utumishi. Wewe ujitumikie, wewe ukajichole matatu, ufanye chochote kile, bado utakuja kudaiwa nini niliwekeza kwako, nipe mahesabu. Kwenye Mathayo 25 pale anapoanza kubagua kulia na kushoto, kondoo na mbuzi, ni kazi hiyo hiyo. Miaka niliyokupa ulifanyia nini? Na baadaye na thawabu ziko pale. Nasema nilipokuwa na kiu ulininywesha. Nilipokuwa na njaa. Lakini vile vile tunaviangalia katika muktadha wa kwa nini Mungu akaumba jinsia mbili? Kwa nini hakuweka jinsia moja labda na msaidizi, lakini labda akawa huyu ndo rais na makamu wake mwanaume mwenzake? Akasema hapana, nitampa msaidizi wa kike. Wiki ijayo tutaangalia madhumuni na makusudi ya Mungu, mwanamke afanye nini katika kumpendeza Mungu. Nitangulia kusema sio mapenzi ya Mungu. Sehemu nyingine anasema simpi mwanamke ruhusa ya kuhubiri. Sio kazi ya Mungu. Mungu hakuwa amemita mwanamke kuja kuhubiri injili. Hakumpa hilo jukumu. Mwanadamu anaweza kajipa, lakini hakumpa, na Biblia imezuia. Na Biblia ikizuia nani tunatakiwa tuzuiliwe wote. Kwa hiyo tunaona lengo la masomo kama haya ni kumpendeza Mungu wetu. Ni kitu gani tulichoitii? Hem tusome katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 2, tulikuwa tunasoma tukaona kwamba kuna jinsia pale. Mungu aliweka jinsia. Lakini mlango wa kwanza mstari wa 26 anasema hivi. Mlango wa kwanza anasema hivi. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa bahari na ndege wa angani na wanyama na nchi na yote na vyote vilivyomo ndani yake. Ni mapenzi ya Mungu mwanadamu anapokuwa hapa duniani. Hili kwa ni somo la wote, kuweza kuitawala hii dunia katika mapenzi kwa niaba ya Mungu. Kwa niaba ya Mungu. Kwa niaba ya Mungu. Hivi wewe niulize, leo ikitokea ukasikia mtu ameingia katika pori la akiba, alafu akakamatwa akapigwa risasi, unadhani ni mapenzi ya Mungu kwamba mwanadamu apigwe risasi kwa niaba ya wanyama? Yeye sio mapenzi ya Mungu. Ni sheria za wanadamu hizo. Kama ni kosa anaweza akapewa adhabu nyingine, lakini huwezi kuua mwanadamu kwa sababu
ameingia kwenye wanyama au amekamatwa na mzoga wa mnyama. Ni mfano tu kwa sababu ameongelea habari za wanyama. Na mfano wake mzuri ni kwamba Yesu aliruhusu nguruwe 2000 waingiwe na mapepo yaliyokuwa yametoka kwa mtu huyo mmoja. Yaende akaangamie baharini ili kusudi mtu mmoja mzima awe mzima atoke na mapepo yaingie kwa wale nguruwe 2000. Marko 5. Kwa maana kwamba thamani ya mtu iko juu sana. Lakini leo hii wanyama viumbe miti. Mtu leo anaweza akafungwa kwa kukata mti. Tena aliopanda mwenyewe. Kwa hiyo tuko tunaangalia kuna mapenzi ya Mungu mwanadamu ya kuiongoza hii dunia aliyopewa na Mungu wake. Akianza na thamani ya yule mwanadamu. Haijalishi amemjua Kristo, hajamjua Kristo. Kwenye hilo. Ujumbe tunaopata katika hii mistari ya utangulia mitatu na utangulizi ni nini? Tumeumbwa kwa makusudi ya Mungu. Hatuumbwa kwa ajili ya nafsi zetu wenyewe. Leo hii wewe waambie, nenda tokea tu nenda labda asubuhi watu wanavyoamka wanaenda kwenye shughuli zao. Hakuna kosa kabisa. Jiulize ni wangapi wameamka wakamkumbuka muumba wao asubuhi. Lakini ni wangapi wameamka asubuhi akaingia kwenye gari yake akapiga ufunguo au akaenda kwenye mwendokasi pote pia tuko Dar es Salaam ambapo kuna mwendokasi na nini akaenda kwenye shughuli zake leo kesho mwaka ukapita akienda kanisani anaweza kaenda pale tu kwa ajili ya maonyesho au kwa ajili tu kutimiza cheo cha karesha chaguliwa ni mwenyekiti basi hana ile nafsi yake haina Mungu ndani yake. Yesu anasema ninawajua Yohana alisema ninawajua hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Aliwaambia kabisa. Sema mna dini? Alikuwa anaongea na watu alikuwa hekaluni. Akamwambia na wafahamu hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Najua kabisa. Mpo tu ili kusudi mtimize makusudi yenu lakini hampendi Mungu. Aliwaambia. Wewe tujifunze kumpenda Mungu katika neno lake. Katika makusudi yake. Na tukisha mpenda huyu Mungu wetu tumetoka kusoma kwenye wa Korinto tulipokuwa tunasoma upendo wa Mungu unatubidiisha. Kutubidiisha ni kutuhimiza. Kutuhimiza. Ngoja niulize yule mtu ambaye anaenda anapewa cheo anakaa pale kazi yake ni kula rushwa in and out. Ni mwanaume anayemtumikia Mungu kwa upendo kwa makusudi ya Mungu pana lakini watu wanaoishi kwa rushwa nafasi yake yani mahesabu anayopiga nitapata ngapi leo haweza kafikiria nitatimiza wajibu wangu kiasi gani. Na hapa tunaangalia jumla ya mambo ya duniani maisha yetu katika maisha tu ya kawaida lakini vile vile kuna mapenzi ya Mungu yetu Mungu wetu maisha yetu ya kiroho ndio ya kwanza yale makubwa. Hem tuende katika vipengele. Kipengele cha kwanza tutaangalia vipengele 7, vingine vifupi vingine virefu. Kuna mstari mmoja miwili kadhalika. Kipengele cha kwanza kinasema mwanaume. Kwa hiyo tumeona kwanza kuna tofauti kuna matarajio ya Mungu kwa mtu wa kiume kwa sababu alimuumba makusudi kama mwanaume. Kuna matarajio ya Mungu kwa mtu wa kike kwa sababu alimuumba makusudi kama mwanamke. Yote yaona wiki ya pili. Wewe ya tatu wiki ijayo. Hatuwezi tukavihubiri vyote kwa wakati mmoja. Japo tunaweza kwa tunagusa kidogo kama kulinganisha. Hoja kwanza mwanaume ana wajibu wa kimungu nje ya kanisa. Yaani ukiacha utumishi wetu hauishii kanisani tu hivi. Tutaona kuna utumishi mwingi sana kwenye mambo ya kanisa, nje ya kanisa, lakini yale maisha yetu ya kila siku kwenye eneo la kazi, maeneo tunalokaa, katika maisha yetu ya kila siku tuna nafasi tuliyopewa na Mungu kama mwanaume na inapotea, inamung'unyuka, inaondoka. Kama tunasoma Zaburi ya 12, Daudi atakuwa analia anasema Bwana mtu mwenye haki amekoma, amepotea. Saidia, okoa Mungu. Fanya kuokoa. Mwenye haki, mwenye kusimama kwenye zamu yake hayupo tena. Tufungue katika kitabu cha
Mwanzo mlango ule wa 18. Mwanaume ana jukumu la kwanza la kuiongoza familia yake. Hapo ni nje ya kanisa. Kabla hujaenda kanisani ukakamilika, unatakiwa ukamilike nje. Kabisa unaanzia nje kabisa. Na nitathibitisha kwa mstari unaofuata. Huu unaofuata utatuambia majukumu, lakini ule unaofuata baada ya huu utatuonyesha ni kipi cha kwanza kabla ya kingine. Hebu tuanze na Mwanzo 18:19. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 10 kwa habari za Ibrahimu. Ibrahimu Mungu ana hajamdai habari za hekalu, lakini anamdai habari za familia yake. Mwanzo 18 mstari wa 19 Biblia inasema, Mwanzo 18:19 anasema hivi. Anasema kwa maana tuanzie 17. Bwana kanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo, akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika ya mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Mstari wa 19 anasema kwa maana nimejua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizia Ibrahimu ahadi zake. Anategemea Ibrahimu kama kichwa cha ile familia yake. Ibrahimu alikuwa na mke tu na watoto walikuja baadaye wa uzeeni tena mwisho, lakini alikuwa na watu 318 ndani ya nyumba yake bila sema. Anasema kabla sijaenda kushughulika na Sodoma na Gomora, nitaendaje kimya kimya na Ibrahimu asijue, wakati ninajua kwamba ataiongoza nyumba yake katika njia ya haki. Mungu anategemea mwanaume aiongoze nyumba katika mambo ya Mungu. Achana na kuirisha na kuishibisha, hiyo tutaiona, lakini katika kumjua Mungu. Hapo hatujaenda hata kanisani. Hakuna kitu kibaya kukuta ndani ya nyumba kwa kukuta mtoto ndiye anayejua, ambaye anapambana na mambo ya kwenda kanisani, wazazi wamebaki nyuma. Au kute baba yuko nyuma, mama yuko peke yake. Sio mapenzi ya Mungu. Ni kama unataka mabega yatangulie, kichwa kimebaki huko nyuma, siji kitakuwa imekatika au kitakuwa kimepinda. Yote vile. Kwa hiyo tunaona kwamba Ibrahimu anategemewa. Ibrahimu ni mfano wa baba. Aweze kuiongoza nyumba yake katika haki, katika kumjua Mungu na uzao wake baada yake. Na mimi na wewe. Twende mstari ambao sasa ni tuseme kama ndio nyundo ya mwisho, japo bado tunaendelea. Twende katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 5. Timotheo wa kwanza mlango wa 5, mimi nishafika pale. Mstari wa 8 anasema hivi. Lakini na hapa alikuwa anaongelea mwanaume baliane, anasema hivi. Lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake, hasa ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Unaona kwamba kabla huyu mwanaume hajaenda kanisani, habari za kuitunza, achana kuiongoza katika kumjua Mungu ambayo tunaona kwenye Mwanzo, habari za Ibrahimu na mwanaume yote yule ambaye ni taswira ya Ibrahimu na Adamu. Lakini tunaona Mungu akiweka kwenye mizani, akaweka kwenye mizani kati ya kuwa na imani na kuwatunza vizuri wa nyumbani mwake. Anasema huyu asiyewatunza nyumbani wake ana hali mbaya kuliko huyu mwenye yani ni bora aweze kuwatunza wa nyumbani mwake vizuri, wakawa na shibe na uzima na nini, kuliko kusema kwamba wanaenda tu kanisani na njaa zao. Tuseme ule mstari turudie au unahitaji kufafanuliwa? Kwa hiyo tunaona mwanaume anampendeza Mungu, anamtumikia Mungu kabla hajaenda kanisani, akianza na nyumba yake, kuirisha kiroho Ibrahimu na kuirisha kimwili Timotheo. Lakini mtu yeyote asiwatunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake, hasa ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiamini. Yani kushindwa kuitunza nyumba yake na kuirisha, anakuwa mbaya kuliko hata asiamini. Kwa lugha nyingine, kama angekuwa mtu asiamini anayetunza nyumba yake, na huyu anayeamini asiyetunza nyumba yake, si kama nimeeleweka. Kuna asiyeamini anayetunza nyumba yake, na anayeamini asiyetunza nyumba yake. Huyu anayeamini, ambapo tungedhani imani ndio kubwa sana, anasema huyu ni mbaya kuliko huyu
asiye itoto nyumba yake. Sio kama tumeelewa. Mwanaume anatakiwa ashuhudiwe vizuri nje ya kanisa. Yaani watu walioko nje ya kanisa waweze kusema yule ni mwanaume mwenye busara, hekima na ana msaada katika. Sasa hapo ni katika jamii. Tulikuwa kwenye Timotheo wa kwanza, tunaenda kwenye Timotheo wa pili. Timotheo wa kwanza hiyo. Tulikuwa kwenye 5, turudi kushoto kidogo kuna 3 pale. Timotheo wa kwanza 3. Mstari ule wa tuanze mstari wa pili. Anasema hivi. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mme wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha. Unaona kwamba hivyo vitu anawaambia kabla hajaanza kupimwa kwenye mambo yake ya dini, labda anakuwa ni askofu au kiongozi. Na neno askofu ni mtumishi wa injili, ndio maana yake. Mwenye kuchunga watu. Kwa askofu ni msimamizi mwenye kuchunga watu. Kabla hajafanya hivyo vitu, kwanza huku nje aweze kuwa amekamilika. Waweze kusema, wakisema awambia bana askofu wetu ni yule pale, sema ni kweli anafaa. Wa nje wasio husika na ile kanisa. Kwa hiyo kuna watu wengine anataka aisabike kwa vile anatembea na Biblia kutoa vizuri, ukikutana naye anakuombea, anakuambia, lakini ule ukamilifu, ile hekima yake nje kwa ujumla haipo. Hamjawahi kuona watu wa namna hiyo? Wapo. Kwa hiyo kabla hatuyaanza kupima ndani ya kanisa, tupime huko nje. Wanapenda kutoa mifano ya wanafunzi kwa sababu hapa wanafunzi mpo. Kabla hujapewa mtihani unaanza kwanza ukagundua vyeti. Unavyo, umesajiliwa au nini? Huku nje ukishatimiza ndio wanakuambia ingia kwenye mtihani tukupime kama unaweza au uweze. Tunaanza huku nje. Mwanaume ni taswira ya Kristo. Yaani hata kama nasoma Biblia nikaielewa nikawa naupenda kufanya nini, ni mwanaume anayetembea na mlegezo. Nusu ya viungo vyake inaonekana nje. Hapana. So hana ripoti sahihi kwa watu walioko nje. Of course, hata nje wanaanza, hata kama utakamilika vipi bado watu watakupinga, wakataa. Hicho hakikosi. Lakini ukweli kwamba una vigezo na vipimo, unaweza sasa, mbona mimi ni mwanamke, mimi ni binti, mimi ni mama, mimi ni bibi, niko hapa, ili soma inanihusu nini? Wewe ndio utazama mwanaume. Yule mwanaume mpaka anakuja kusimama alikuwa mvulana wako. Kina mama watengeneze watoto wenu watimize hizi sifa za Kristo. Nani atawatengeneza? Nenda kasome katika kitabu cha Mithali mlango wa 31. Umwambie mtu anaitwa Lamiweli. Lamiweli watu wengine wanaosoma vizuri wanamwambia ni Selemani mwenyewe. Bathsheba anamfundisha, ndiye anayemfundisha ukamilifu wa kuwa mwanaume. Alifundishwa na baba yake, nakubaliana na Daudi. Lakini kuna vitu alifundishwa na mama yake. Wewe hakuna ukisikia neno la Mungu linafundishwa kwa watoto kama hawa, jue na mtu mzima yuko anafundishwa. Kwanza sisi wanadamu mbele za Mungu wote ni watoto. Kwa hiyo somo la watoto linakuangalia wewe. Somo la wanawake linamwangalia mwanaume, somo la mwanaume linamwangalia mwanamke. Kwa sababu hakuna anayeishi kwa peke yake. Masomo haya yanatuangalia sawa sawa kabisa. Lakini labda ni binti, unasema labda sijui kama nitapata hata mtoto wa kiume. Hata mume wako atakuwa mwanaume kwa sababu wewe ni msaidizi wake sahihi. Mimi najua wanaume ambao angeweza kabisa kusimama vizuri mbele za Mungu, lakini amekosa msaada wa upande wa kike. Wapo wengi. Sasa tunasoma tunagusa na mistari inayomwezesha ya msaada. Mwanaume kamili ana msaada wa mama yake aliyemlea kwa upande wa kike. Ana msaada wa bibi yake tunamwona Timotheo alikamilika kwa sababu alikuwa na mama yake Eunice na bibi yake Lois. Kuna vitu walichangia katika ukamilifu wa yule mwanaume.
Na ndio hii Timotheo tunasoma sasa hivi. Hata dada zako wana kitu wanakifanya kwa kaka yao. Makaka, madada, kila mtu. Hata washirika. Hata washirika. Hakuna kitu kibaya kama unaenda kwenye kanisa, unakuta wanaume wanachama si cha kwenda cha wanaume siku ya inafika wanaanza kwenda kuserebuka na kuwachezea ndombo la wanawake pale mbele. Unakuwa mnadhalilishana pale. Wanatakiwa awe kidogo, awe kigingi. Kigingi sio cha kwenda kuserebuka mbele ya hamna. Kuna vitu ambavyo ni vinategemewa. Mtende kipindi cha kwanza tunakiona kwanza wanaume akamilike. Mtoto wa kiume akamilike nje. By the way, mtu kabla hajaingia kwenye ndoa anatakiwa akamilike kabla ya ndoa, asitegemee kuja kukamilikia ndani ya ndoa. Ndio maana kabla hajaenda kanisani akamilike kabla ya nje ya kanisa, kabla hajakamilikia ndani ya kanisa. Hoja ya pili nasema mwanaume ndiye kiongozi wa kanisa. Niliwahi kufundisha somo, ukiona kanisa limepalanganyika popote pale, kosa la kubwa kabisa pale wanakuwa ni wanaume wa hiyo dunia, hiyo sehemu, hiyo nchi, hiyo kanisa. Ni eneo ambalo nilifundisha somo kabisa la Jumapili na nilikuwa sehemu mbili. Na niwaambia kwamba vile vile ukiona nyumba, na nilitakuwa ni somo la wiki ijayo, nyumba imevurugika, haina utaratibu ile familia, sio hata kama lina baba mwenye kichwa kiasi gani, ni mwanamke wa pale. Haya madhabahu Mungu kampa mwanaume. Hii nyumba Mungu kampa mwanamke, mwingine anakuwa msaidizi wake katika hilo eneo. Ndio sababu Biblia inasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 14 niguse mwanamke kidogo. Kwa sababu nitagusa wiki ijayo. Anasema mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake na mpumbavu huibomoa kwa mikono yake. Madhabahuni sio sehemu yake. Ndio anasema mtulie. Sio sehemu yenu. Kwa sababu tukiwaruhusu mnaweza mkaleta na umbea. Mnaweza mkaleta hata na nani na vitu vingine, lakini kwenye nyumba ni sehemu yake. Nyumba isiyo na mwanamke haina maisha. Madhabahu isiyo na mwanaume haina maisha. Unaweza kukuta unasikia siji kuna mchungaji siji ametoka kwenye ndoa yake. Nimekula mmoja hapa Tanzania. Niliona mafunuo nitoke kwa mume wangu nikaanzishe kanisa. Hiyo ni kanisa la kuzimu. La kuzimu. Anaenda anatafuta na maraya wenzake wanakuwa na hudumu pale. Eti wote wanajua kuimba. Kuzimu kule. Sio makusudi ya Mungu. Mwanaume Mungu kampa kazi ya kuliongoza kanisa. Mambo ya kiroho. Mambo ya kimwili ambayo yanafanyika nyumbani, of course kuna mambo ya kiroho nyumbani pia. Lakini sehemu kubwa ambapo ndipo watu wanapokula, ndipo wanakokulia, ndipo wanakofanya nini, ndipo wanakovaa, ndipo wafanye nini. Unaweza ukachukua shilingi 30,000 ukampa mwanamke amvalishe mtoto, akamvalisha vizuri kuliko mwanaume anaweza kutumia 100,000. Kabisa. Kwa sababu ni eneo lake. Lakini unaweza kutumia ukaleta kivurana kidogo hapa kwenye madhabahu. Hakijaenda theology, hakijaenda nini, kikahubiri sahihi kuliko mwanamke ambaye amekaa kwenye kanisa miaka 30. Sio sehemu yake. Tutathibitisha kwa maandiko. Hem tusome kutoka katika kitabu tuko kwenye Timotheo. Mambo ya kanisani yameelezwa sana kwenye Timotheo. Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari ule wa 8 anasema hivi, basi Timotheo wa kwanza 2:8 anasema, basi nataka wanaume wasalishe kila mahali huku wakiinua mikono iliyotakata. Wanaume ndio wasalishe. Waongoze ibada, Biblia inasema. Kiongozi wa ibada la kanisa ni mwanaume. Ni makusudi, ni mapenzi ya Mungu. Aliona kwamba inawezekana vibaya kwamba sasa kama umesema wanaume wanawake nao mbona hujawasema labda sawa nao, anasema hapana. Mstari wa 12 akasema hivi, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha, ya kuongoza kwenye kanisa. Na sababu ni kwa sababu anaweza akadanganywa kama alivyodanganya. Makanisa yote yanaongozwa na wanawake wamedanganywa. Yote kabisa, sio hata moja. Yote kabisa. Kwa sababu inafuata Biblia. Anasema hivi, mstari wa 12 anasema hivi, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu, kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye, wala Adamu hakudanganywa. Ile uongo na whatever usije ukapenya kwenye madhabahu. Je, kwa wanaume hawadanganywi? Wanadanganywa vile vile. Wengi manabii wa uongo wanaume wapo. Lakini anadanganywa anajua angalau.
Wewe kuna maeneo ambayo ukinipa mimi nipe kwenda kununua vitu. Nadanganya kama mtoto mdogo. Kama vile sio kama hesabu nazijua. Lakini nitapewa kitu cha ovyo ambacho mwanamke anaweza kupewa. Kwa sababu sio eneo ambalo ni eneo ambalo ni rahisi mimi. Ninapokuja masuala ya kiroho mwanamke anadanganyika kirahisi sana. Kwa sababu ukienda kwenye makanisa mengi ya uongo utakuta kina mama wamejaa. Kwa hiyo tunaona mwanaume ndiye kiongozi wa kanisa. Mungu anasema nataka asali. Mimi nimechukua mistari michache tuweze kufundisha Biblia nzima. Hoja ya tatu tunaona kwa hiyo tuko tunasoma somo linalosema nini? Utumishi wa mwanaume unaompendeza Mungu. Unakuta wanaume wengi labda haya anakuambia mimi labda sijui nimtumikieje Mungu na nini. Tunaona kitu cha kwanza utumishi mzuri uko nje ya kanisa. Kwenye familia, kwenye maeneo yetu ya kazi, kwenye maeneo yetu ya makazi, kazi na makazi. Majumbani mwetu, mitaani kwetu. Huu ni utumishi mkubwa kabisa mbele za Mungu. Na nitakuja pia kusema kwamba mtu akisikia utumishi anafikiri ni kwenda kuhubiri, ni kwenye madhabahu pekee yake. Hapana. Ile ni sehemu ndogo kabisa. Ni kama ukisema mtumishi wa Tanzania, mtumishi mkubwa wa Tanzania ni rais. Lakini watumishi rais anaweza kufanya kazi Tanzania peke yake. Lazima wale watumishi wengi, hata wale wafagiaji wa barabara. Hebu chukulia wanaofagia barabara. Unaweza kusema ni kazi ndogo. Ile kazi ndogo wamalize hawajafagia na kipindi kama cha mvua kama hiki. Hajafagia mwezi mzima. Ile barabara itakuwa inapitika? Hapana. Kwa hiyo utumishi sio ule mmoja tu ambao watu wanakuambia labda akajiona labda hajamtumikia Mungu vya kutosha kwa sababu hakusimama kwenye madhabahu. Hapana. Mimi nahubiri hapa lakini kinipa kazi nyingine nazifanya nyingine nitamtumikia Mungu huko kwa kadiri tena utapewa na thawabu nyingi na kuhakikishia watu wengi ambao hawakuwahi kusimama kwenye madhabahu kufanya nini watapewa thawabu kubwa kuliko wale waliosimama ambao hawakutimiza wajibu wao. Na wewe Mungu halipi. Biblia inasema wazi kabisa katika kitabu cha Timotheo wa Korinto wa kwanza mlango wa 3. Halipi mtu thawabu zake kulingana na alichomzalishia. Anaangalia taabu yake. Ametaabika kiasi gani? Kwa mfano, Musa hakufikisha watu kwenye nchi ya ahadi, waliishia njiani. Aliyewafikisha ni nani? Yoshua. Lakini Musa alitaabika sana kuliko Yoshua. Kwa hiyo Musa anahesabika kuwa na thawabu kubwa, sijui, lakini ukisoma maandiko ya Mungu unaona Mungu anampa nafasi kubwa na kuliko Yoshua. Biblia inasema Elia alimtengeneza Elisha. Elisha anasema alifanya miujiza mara 2 ya Elia, lakini mateso na taabu na jasho la Elia lilikuwa ni kubwa kuliko la Elisha. Kwa hiyo Mungu haangalii. Kwa mfano unaweza kuhubiria watu Biblia nzima wasisikie. Mwingine akahubiri mstari mmoja wakasikia. Hata mlipa huyu kwa sababu amesikia, hata mlipa kwa sababu ya wingi wa neno la Mungu alilohubiri bila kujalisha kwamba walisikia au hawakulisikia. Sasa anasema anayekuza ni Mungu, kazi yako ni kwenda kupanda. Wewe mfanyie Mungu majukumu yake aliyokupa, mwachie matokeo yake. Matokeo sio kwako. Ningeweza kwenda kwenye undani wa hili neno lakini naomba niishie hapa. Ni sehemu nyingine zinazoonyesha hiyo. Kazi ya nyingine ya wanaume, na hizi ni baadhi zile kubwa anaweza. Kitu kingine, utumishi mnaopendeza wa Mungu wa wanaume ndio wabeba injili wakuu. Ukiacha ni hoja inataka kufanana na hii. Ule uinjilishaji ule upelekaji wa neno la Mungu ambao unashikana na hili. Kuongoza kanisa sawa, lakini kule kutumika bila kuongoza tu ukainjilisha ukafikisha injili kwa wanadamu. Biblia inasema katika kitabu cha Luka, sitaje hata kufungua mstari wa mlango wa 6 mstari wa 15. Yesu akawachagua wanaume 12. Mitume wale. Katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 21 mstari wa 14, ile Yerusalemu wa mbinguni ile. Na aliwachagua wale wanaume, maana yake kulikuwa kuna wanawake pale. Kwa nini? So wale chukulia kwa mfano wale
koo zile 12 za wana wa Israeli. Hazikusimama peke yake. Ungewachukulia wale wanaume peke yao kina Ruben, Simeon, Lawi, Yuda, Gadi, Dani, Naftali, Isaka, Zebulun, Yusufu au Yosefu, Benjamini, wale 12. Hao singeweza kusimama peke yao bila kuwa na miji yao wale watu. Lakini yule mwenye kubeba yale maono ni huyu mwanaume. Wale mitume 12 wale. Tutaona kwamba Yesu alipokuwa anapeleka injili na mitume wake wanatoka vijiji na miji na nini, wanatoka Galilaya wanaenda Uyahudi, wanatoka Uyahudi wanapita Samaria, wanafanya nini? Lakini waliokuwa wanawalisha ni wale wanawake akina Maria Magdalena, akina Yohana hao. Kwa hiyo unaona hawa wanapeleka injili, hawa wanawawezesha. Ukiangalia bado mgawanyo ni ule ule. Kazi ya madhabahu walikuwa wanafanya kina Petro. Kazi ya majumbani ya nyumba wakashiba wakafanya nini? Walikuwa wanafanya wale wanawake. Tutaiona wiki ijayo kwenye utumishi wa injili, utumishi wa mwanamke unaompendeza Mungu. Sio kwenda kwenye madhabahu kapiga kelele mpaka ukatoka jasho, ni kulea wavulana na wasichana wazuri wamchao Mungu ndani ya nyumba yako. Kabisa. Kabisa. Hoja ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 7:18 ambayo ni nukuu kutoka Agano la Kale, tunaona Mungu alijenga kanisa lake juu ya mitume 12 lakini pia juu ya wale makabila 12 ya wanaume wa Israeli. Tulitoka kuwataja kwa majina. Hoja ya 3, hoja ya 4 inasema wanaume ndio kabla ya kwenda huko twende kwenye application. Application ni nini? Sasa tukijua hizo fact huo ukweli tunautumiaje? Manake wewe ni mwanaume, wewe ni kijana wa kiume, umeshiriki vipi katika kupeleka injili? Kwa sababu unaonekana Mungu aliweka katika hiyo jinsia. Wewe umeshiriki vipi? Au unategemea itajipeleka na upepo? Of course kupeleka injili ni ya kabila, ni majukumu ya wote. Mwanamke na mwanaume. Kabisa. Soma katika kitabu cha Yoeli, soma katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2, walipohubiri ile injili na anasema wote watamwagiwa roho na watatabiri, wanaume na wanawake, lakini wale wanaotangulia kichwa kile ni wale wanaume. Na unapofika katika dunia ambapo unakuta wanaume wamerudi nyuma, wanawake ndio wabeba injili, ujue mambo yameshapinduka. Sio mapenzi ya Mungu. Leo hii tumefikia hatua ya mambo. Kuna watu wanaitwa makundi ya watu wanaita haki za jinsia, si feminist, si. Ukigusa haki ya mwanaume, mambo ya mwanamume na mwanamke, unakuwa kama unaudhi wanadamu. No, it doesn't matter. Haijalishi. Tunarudi kwa makusudi ya awali ya Mungu. Na mtuone katika hoja ya 4 inayosema wanaume ndio wajenzi wakuu wa nyumba ya Mungu, nyumba ya ibada. Kule kuijenga, kule kuweka vifaa vya ujenzi. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka mlango wa 36 walipokuwa wanaanza kujenga ile tabernacle au ile hema ya kukutania, Mungu aliiweka katika ufahamu wa kina Bezaleli na mwenzake, walikuwa wawili, lakini na wanaume wote ambao walitiwa hekima na Mungu ili kusudi sehemu hema ya kukutania iweze kusimama. Lakini ukisoma katika kitabu cha Hagai, twende katika kitabu cha Hagai mlango wa 2, anasema hivi. Hagai 2. Hagai kwenye zile kwenye agano la kale mwishoni pale kuna wale tunawaita manabii wadogo. Kabla ya Hagai, kutoka Hagai unaenda
unaenda Zekaria na unakuwa na nani na Malaki unamaliza agano la kale. Hagai ni mwishoni kabisa pale kwenye agano la kale mwisho. Anasema Hagai mlango ule wa kwanza mstari wa 8 anasema hivi. Pandeni milimani mkalete miti mkaijenge nyumba nami nitafurahia nami nitatukuzwa asema Bwana. Alikuwa anaongea na wanaume wa Israeli. Sema naomba nendeni mkakate tumieni nguvu zenu za kiume mkakate miti mkakate mbao. Leo hii tunajengea nyumba mbao vile vile. Mje mjenge nyumba alafu mkishaanza kujenga watoto wenu wake wenu na ninyi na mabinti zenu na ndugu zenu hakika na kiume watakuwa humo, lakini kazi ya kujenga nimewapa ninyi. Wewe mwanaume ulishawahi kushiriki katika ujenzi wa nyumba yako? Sasa tumepewa ile jukumu. Hiyo kwa ni hoja 4. Hoja 5 nasema wanaume. Kwa hiyo unaona kujenga nyumba ya Mungu ni utumishi wa Mungu lakini haina uhusiano na kusimama kwenye madhabahu. Watu wanadhani kwamba labda kumtumikia Mungu ni kwenda kwenye madhabahu na kuhubiri. No, au kufundisha au kufanya vitu fulani. Vyote navyo vina kazi. Haina lakini kabla ya kufika huko tunaanzia huko nje. Hoja 5 inasema wanaume ni mamlaka ya nidhamu. Ukishaona kuna sehemu nidhamu imepungua aidha ni kwenye familia au kwenye kanisa au nini ujue mwanaume hajasimama kwenye nafasi yake. Nidhamu ya eneo. Ukisoma katika kitabu cha tuanze Efeso. Efeso mlango ule wa 5 mstari wa 22 na 3 anasema. Efeso 5:22. Efeso 5:22 Biblia inasema 5:22 anasema enyi wake watini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Labda hilo sikuwa nimelilenga. Mstari wa 23 unakuwa unasema kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa naye ni mwokozi wa mwili. Tutakuja kuona jukumu la mwanamke wanaume kwa mwanamke lakini mwanaume amepewa jukumu la kuwa kichwa kama vile Kristo alivyo kichwa. Kwa hiyo ukishaona mambo yameharibika kichwani kumepandiliwa ujue maana kile kichwa hakiko kwenye nafasi yake. Ndio mwenye kuweka order, ndio mwenye kuweka mpangilio. So mipangilio ya kwako inatokea wapi? Inatokea tumboni? Inatokea mabegani? Inatokea hapa kichwani. Ule utaratibu. Ile nidhamu. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari ule wa 16. Huyu mwenye kutawala huyu ana jukumu la ukiona vitu vimeparanganyika ujue utawala ni mbaya. Biblia inasema katika Mwanzo 3:16 Biblia inasema akamwambia mwanamke hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa na tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye atakutawala. Huyu mtawala huyu iki kichwa ukiona mambo haendi sawa sawa. Kuna mtu aliwahi kufanya utafiti wa kidunia lakini wenye mambo ya kiroho na kiimani ndani yake. Akasema kwamba injili ikiingia au neno la Mungu likiingia kwenye mji, familia, ikiingilia kwa mwanaume 93% ya watu au hizo familia itaenea kwa hao watu. Ikitokea kaingilia kwa mwanamke 7% ndio itabadilisha. Kwa sababu itakuwa imeingilia nje ya kichwa kile. Yaani wazo likiingia tumboni, ukisikia mtu anaongozwa na tumbo lake, ujue anaongozwa vibaya. Lakini akiwa anaongozwa na akili zake na kichwa chake, ujue yuko sahihi. Kwa hiyo ni maneno ambayo leo hii dunia haitaki kuyasikia lakini maneno kwenye neno la Mungu. Yakiwa maneno kwenye neno la Mungu lazima tuyakubali kama yalivyo. Anasema lakini huyu mwenye kichwa mwenye kutawala Biblia inasema asitawale kwa faida zake. Anatakiwa atawale kwa faida ya nani? Ya wote. Ni kama tumbo, unapokula chakula kwani chakula kinabaki tumboni?
Sikinaenezwa mpaka kwenye miguu, mpaka kwenye nywele. Nywele nazo zinakula. Huyu mwanaume amepewa kazi ya kutawala sio kwa faida yake, na mfano wa utawala wa mwanaume wa kweli ni ule wa Kristo anaposema katika kitabu cha Matendo. Tusome Mathayo. Mathayo mlango wa 20. Tusome mstari ule wa 25-28. Anasema hivi. Lakini Yesu akawaita akasema, "Mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa, wakuu ni watawala, ni watu wa juu hao, huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu, huyu ndio kichwa hicho. Na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu." Hiki kichwa lazima kiwe kimsingi kiweze kuwatumikia hawa ambao sio kichwa, lakini bado kishike nafasi yake ya kichwa. Na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafasi yake na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi. Ndio mwanaume anatakiwa abebe nafasi yake kama alivyoibeba Kristo. Anasema mimi ndio kichwa chenu, lakini ni kama mtumishi wenu. Anasema na mimi nimejitoa kwa ajili yenu. Mwanaume anatakiwa ajitoe kwa ajili ya watu wote walioko nyumbani mwake. Yaani kwa mfano kama kuna hatari, labda kuna kitu cha kwenda kufanya usiku, anatakiwa aende ule usiku ule kama akifa afie huko. Ndio kutoa nafsi yako kwa ajili ya wengine. Lakini haikuzuii kwa kichwa chao. Japo umekuwa mtumishi wao. Mtene katika vipengele vichache vilivyobaki viwili. Kipengele cha 6 kinasema mwanaume. Kwa hiyo unaona kule kuitiisha na kuleta nidhamu na kuleta uongozi haihusiki hata na madhabahu, lakini utumishi wa Mungu ambao unategemea kupewa thawabu yake. Mwanaume ni kiunganishi cha familia na Kristo. Ni kiunganishi. Ndio, yani huku nyuma mtaungana, mtafanya vitu, lakini mkitaka kutokeza kwenda kuungana na vya mbinguni vinapitia kwa mwanaume. Mtavithibitishwa kwa maandiko. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 11 anasema hivi. Korinto wa kwanza anasema mstari ule wa 3. Korinto wa kwanza 11:3 anasema hivi. Ni kiunganishi. Na mara nyingi familia ambayo haina mwanaume, nguvu ya Kristo inaweza isiwe kubwa, wakati mwingine yapunguke. Lakini ipo. Na Mungu ni mwenye rehema. Ni kama mtu wewe mwambie, hujawahi kuona mtu anaandikia miguu? Hamjawahi kuona? Anaenda mikono inakatika, mwanaume huyo hayupo, basi kiungo kingine, labda atakuwa mama, labda atakuwa bibi, yote yule atachukua ile nafasi, hatafanya vizuri kama alivyotakiwa, lakini kazi itafanyika anyway. Nishakuona mtu anaandikia miguu kwa sababu mikono imekatika au haikuota. Ninasema katika kitabu cha Korinto wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 3. Biblia inasema hivi, "Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu." Unaona kwamba kumeanza na Mungu Baba, anakuja Kristo, anakuja mwanamume, anakuja mwanamke. Yaani hapo katikati huwezi ukatoka, hakunaweza kufika kwa Baba bila kupita kwa Kristo. Kabisa, huu muunganiko unaoona, kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha kila mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Unaona huu mtiririko. Hebu tujaribu kumfikia Mungu Baba bila kupitia hapa katikati. Lakini kwa Kristo ni Mungu vile vile. Kwa hiyo kwa mwanadamu ukikutana mwanaume akiwa amekengeuka, njia ya kumfikia Baba itafika na kumpitia Kristo, lakini sio mapenzi ya awali ya Mungu. Unajua huwa kuna plan B na plan C na plan D. Plan maana yake ni njia mbadala. Ile aliyopanga Mungu ikishindikana, anaweza kaleta nyingine, lakini haitakuwa bora kama ile ya kwanza. Nani mmekuelewa haya maneno? Ndio ukweli mkubwa kabisa. Wewe unaona kwamba hivi vichwa vilivyoshikana hivi. Kichwa ni nini? Ni kama makao makuu. Ni sawa na mtu
tuseme labda uongozi wa mkoa, hauwezi ukawasiliana na mataifa ya nje bila kupitia uongozi wa kitaifa. Makao makuu, headquarters. Lakini kama ule uongozi umekufa haupo, inawezekana, lakini itakuwa sio bora. Na tunaona katika kitabu cha Yoshua mlango wa 24 mstari wa 15. Yoshua anasema hivi. Anasema mstari maarufu, kwa hiyo sitaufungua, nitausema. Anasema chagueni ni nani mtakaye mtumikia. Kama ni ile miungu mliokuwa mnatumikia ng'ambo ya mto au ni Mungu, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Unaona kwamba ule uwepo wa yule baba yule ndio unao determine watu waweze kuungana na kutumika na Mungu kwa sababu yake. Kwa sababu yake. Je, kama hayupo watu lazima kumtumikia Mungu? Hapana. Watamtumikia Mungu, lakini haukuwa mpango wa awali. Haukuwa mpango wa awali. Hoja ya mwisho yenye mstari mmoja au miwili ya mwisho kabisa inasema, kwa hiyo tunaona kwamba hizi hoja zote, mtu anayemlea mtoto wa kiume au mwanaume mwenyewe au ni baba unalea watoto wake wa kiume au ni mama unalea watoto wake au vyote au ni kanisani ambapo vijana wanatakiwa jifunze, hivi vipengele tunatakiwa kuviishi. Sio kusema mwanaume anafanya kumbe ni kuyatenda. Biblia inasema atakayesikia maneno yangu na kuyatenda mfananisha na mtu aliyejengwa juu ya mwamba. Mathayo 7:24 mpaka 28. Hoja ya mwisho, mwanaume aonyeshe ukakamavu. Leo hii yani ni matatizo makubwa, tena hili ingeweza kwa somo la Jumapili. Kuna kama falsafa au namna upepo unaovuma wa kiroho na kijamii na kimwili vyote vile wa kutengeneza wanaume yani dhaifu. Akienda kuvaa kasuti anavaa kasuti ka pinki na tu viatu twao tu hakike siku hizi amja na tumikoba twao tu refresh tu hakika, akitembea unafikiri anaenda saloni kwenda kuna nini. Kama mwanamke ni jukumu lake kuna nini kupendeza katika mazingira haya. Na usoni kwa kuta amepiga na nini zinaitwa zile za usoni. Na wengine mpaka sasa wanapiga lip shine wanaume. Yaani wanaume mlaini. Sio mapenzi ya Mungu kabisa. Na ukisoma vizuri katika kitabu cha Timotheo, sijaweka huo mstari, lakini ukisoma katika Korinto wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 9 anasema watu ambao hawataurithi ufalme wa mbinguni. Ukisoma kwenye Kiingereza anatumia neno effeminate. Effeminate ni wanaume kama wanawake. Angalia wale wacheza mipira, unakuta kafunga na turasta nyuma na tuvisuko fulani. Rudi miaka 25 iliyopita wakati wanaume wanacheza, walikuwa wamesuka nywele, walikuwa ngapi? Lakini sasa ni mchezo mkubwa kutengeneza wanaume na ndio mwanzo wa ushoga. Unajua kitu unavyokizoea kukiona, baadaye hata ukiona kibaya kiasi gani, kwa sababu ushazoea kuona kibaya. Kibaya kizazi hakitakutisha kwa sababu ushazoea. Ushazoea wanaume wenye makeup, wenye hereni, wenye vikaptura anatembea vitu vya hata wanawake navyo sio vizuri vile vile. Nalo litakuwa ni somo la wiki ijayo. Jamani, tusimame katika makusudi ya awali ya Mungu. Mungu mpaka anamuumba huyu akampa na msaidizi wake, kuna vitu alikuwa amevilenga tusivibadilishe. Mungu habadiliki. Mungu anaweza kubadilisha vitu vyake kwa wakati na majira yake, lakini sio Mungu wa ku flip flop. Kanuni kilichomchukiza zamani Mungu kinamchukiza hata leo. Unless kio kimetimiza makusudi aliyopanga alafu acha kama sabato. Kama dhabihu na kafara. Kama kuna hawa mikono, kama vitu zile sheria za desturi zilikuwa zinamuudhi Mungu, lakini zikafika wakati zikatimia katika Kristo. Lakini kama ni kuua, Mungu amechukizwa na mauaji tangia hapo mpaka leo, mpaka milele. Lakini sasa hivi mauaji yanaanza kuzoeleka katika jamii. Kabisa yanazoeleka.
Mtu kumuua mwenzake kwa shilingi 500 za Kitanzania ni kitu sasa hivi kinaanza kuzoeleka kabisa. Ninawaambia ni kwa sababu vyombo vya habari vimeongezeka. Kwani zamani ilikuwa hatupashani habari. Mlango wa 16 wa Korinto tunaona mwanaume Mungu anamtegemea awe na ukakamavu kiasi gani. Anasema katika Timotheo wa Korinto wa kwanza 16 niko nafunga mstari wa mwisho tu. Anasema hivi, mstari ule wa 16-13 Timotheo Korinto wa kwanza. Korinto wa kwanza 16-13 anasema hivi. Kesheni, simameni imara katika imani. Fanyeni kiume. Huu uimara huu ni tabia ya kiume. Anasema simameni kiume, fanyeni kiume, mkawe hodari. Wanaume anatakiwa kuwa hodari. Of course uhodari wa kwanza tulio nao ni wa kiroho. Ni mkubwa zaidi. Kwamba ameenda gym akaenda katunisha misuri ule sio hodari moja kwa moja mbele za Mungu. Lakini naona nafasi yake. Lakini uhodari wetu wa kwanza ni ile emotional stability. Unatokea tatizo, wengine wanalia wanasema msio na wasiwasi bwana. Hata kama unaogopa ndani. Paulo anasema tulikuwa tuna hofu ndani, ndani ni vita, nje ni hofu. Lakini hatukuacha kuhubiri, hatukukimbia kazi yetu. Ndani vita. Nje vita, ndani ni hofu. Lakini leo hii na kuhakikishia vijana wa kiume wanaolelewa utakuta analia machozi, unatokea tatizo analia, mke wake ndiye anamtia moyo. Mwanaume analia zaidi. Inakuwa imegeuka. Ni maumbile tu. Ni kama vile ambavyo wewe mwambie akija mtoto amefanya kosa kisaikolojia, mimi sijaumbwa nimuone. Saikolojia sikupewa na Mungu. Mwanamke ila mama yake au ni bibi yake yote ile atamgundua kama mtoto amefanya kitu sicho cha kawaida mimi kabla sijaona. Mstari wa mwisho wa leo anasema katika kitabu cha Yeremia mlango wa 59. Tusome pale haraka sana. Yeremia mlango wa 59. Hakuna Yeremia 59 ipo. 51:30 anasema hivi. Same. Yeremia 51:30 anasema hivi. Anasema hivi. Mashujaa wa Babeli wameacha kupigana. Wameacha kupigana, sio mashujaa tena. Sio wakakamavu hao watu. Wanakaa katika ngome zao, yani wanaishi ndani ya nyumba, hawatoki nje kwenda kufanya mambo. Nicho anachosema. Ushujaa wao umewapungukia, wamekuwa kama wanawake. Ukiangalia taswira ya neno la Mungu hili, inamtaka mwanaume awe mtu hodari, shujaa, sio mtu wa kuogopa kufanya nini. Pambana na mambo na kiume chake asipofanya hivyo anakuwa kama mwanamke. Anakuwa hajampendeza Mungu katika utumishi wake. Tumesoma vitu vichache, tutajifunza na vitu vingine lakini kwa jinsi ya kuvitendea kazi ni vingi. Tukiweza kuvibeba basi tumejifunza vya kutosha kabisa. Mungu awabariki sana baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno hilo. Tunasema asante Mungu, tuomba haya kawe kweli na halisi kwa ajili ya utukufu wako. Tunaomba baraka zako zikambatane nasi na watu wako. Mungu kaa pamoja nao wanaosafiri, walioko hapa, wanaoenda mbali. Mungu wakaende salama katika uwepo wako, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu. Tunapokea yote. Amen.